Allan Okello, kijana wa Lira aliyegeuza machozi kuwa matumaini, leo akiwa nyota wa Young Africans. Katika maisha kuna watu huzaliwa na bahati mikononi mwao, lakini wengine huzaliwa katikati ya mapambano na maumivu. Allan Okello ni mmoja wa wale waliolazimika kupigana na dhoruba kali kabla ya kuona mwanga wa mafanikio. Akiwa amezaliwa tarehe 4 Julai mwaka 2000 mjini Lira, kaskazini mwa Uganda, Okello hakulelewa katika mazingira ya anasa wala starehe. Alikulia katika maisha ya kawaida ya Kiafrika ambapo ndoto kubwa mara nyingi huonekana kama hadithi za mbali, lakini tangu akiwa mtoto mdogo alikuwa na kitu tofauti miguuni mwake, kipaji cha mpira kilichomfanya watu wengi waanze kumwona kama mtoto mwenye hatima ya kipekee. Lakini safari yake haikuwa ya maua na manukato. Katika baadhi ya simulizi za maisha yake, Okello amekuwa kama kijana aliyepitia maumivu na misukosuko iliyomjenga kuwa mtu mwenye uvumilivu mkubwa. Maumivu hayo ndiyo yaliyomfanya aamini kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa jasho, machozi na subira. Akiwa bado mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Kibuli, alijiunga na akademi ya KCCA mwaka 2015. Hapo ndipo nyota yake ilipoanza kung'aa. Wakati vijana wengi walikuwa wakiwaza kucheza kandanda la mtaani, Okello alikuwa tayari anapigiwa hesabu na makocha wakubwa Uganda. Mwaka 2017 akiwa na umri mdogo sana, alipandishwa timu ya wakubwa ya KCCA FC. Katika mechi yake ya kwanza tu alifunga mabao matatu na kutoa pasi moja ya bao katika ushindi wa mabao 7-0 dhidi ya Onduparaka. Siku hiyo Uganda ilitambua kuwa nyota mpya alikuwa amezaliwa. Umaarufu wake uliongezeka kwa kasi. Vilabu vikubwa vya Afrika vilianza kufuatilia maendeleo yake. Wapo waliomlinganisha na mastaa wa zamani waliokuwa wakivaa jezi nambari 10 kwa sababu ya uwezo wake wa kutengeneza nafasi, kupiga mashuti ya mbali na kupiga mipira ya adhabu kwa ustadi wa hali ya juu. Baada ya kung'ara Uganda, mwaka 2020 alipata nafasi ya kwenda Algeria kujiunga na Paradou AC. Hii ilikuwa safari ya kwanza ya nje ya nchi yake. Wengi walizani sasa ndoto zake za kimataifa zimeanza kutimia. Hata hivyo, maisha yana namna yake ya kuwajaribu watu wanaotaka kufika mbali. Safari yake ya Algeria haikuwa rahisi kama wengi walivyotarajia. Baada ya misimu kadhaa, changamoto mbalimbali zilimfanya avunje mkataba kwa makubaliano ya klabu hiyo. Lakini kama msemo wa Kiswahili unavyosema, mti uliopigwa na upepo mkali ndio hujifunza kushikilia mizizi yake vizuri. Okello hakukata tamaa. Alirejea KCCA kwa mkopo mwaka 2022 na kuanza kujijenga upya. Hapo ndipo mashabiki waliona kuwa bado yule mchawi wa mpira alikuwa hai. Alitoa mabao ya pasi za mabao na kurejesha tabasamu kwa mashabiki waliokuwa wamemkosa kwa muda mrefu. Baadaye alisajiliwa na Vipers Sport Club, na hatua iliyozua mijadala mikubwa Uganda. Wapo waliomshangaa na wapo waliomkosoa, lakini yeye alibaki kimya, akijibu kila kitu uwanjani. Ndani ya Vipers, Okello alizaliwa upya kisoka. Alifunga mabao muhimu, akatoa pasi za mwisho na kuiongoza timu kutoa mataji. Msimu wa mwaka 2024-2025 ulikuwa kama tamko rasmi kuwa Allan Okello amerudi katika ubora wake wa juu. Mara nyingi maisha huwapa nafasi ya pili wale wanaokataa kusalimu amri. Ndiyo kilichomtokea Allan Okello Starboy. Mwezi Januari mwaka 2026, klabu kubwa ya Tanzania Young Africans Sport ilitangaza kumsajili rasmi kiungo huyo kutoka Uganda, hatua iliyofungua ukurasa mpya katika maisha yake. Kutoka viwanja vya vumbi vya Lira kupitia Kampala, Algeria, Kitende, sasa alikuwa anaelekea Dar es Salaam kutimiza ndoto yake nyingine kubwa zaidi. Yanga hawakumsajili kwa bahati mbaya, walimsajili kwa sababu ya akili yake ya mpira, maono yake uwanjani, pasi zake za mwisho na uwezo wake wa kubadili matokeo ya mechi kwa sekunde chache. Ndani ya muda mfupi tu, mashabiki wa Yanga wakaanza kuimba jina lake na kuona thamani ya mchezaji huyo wa Uganda. Leo hii Allan Okello sio tu mchezaji wa mpira,
ni alama ya maumivu, ni alama ya uvumilivu, ni mfano wa kijana aliyekataa kushindwa baada ya kuanguka. Ni simulizi ya mtoto wa Lira aliyebeba ndoto zake mabegani, akapitia majaribu, akavumilia dhoruba, na leo anasimama mbele za maelfu za mashabiki akiwa mmoja wa viungo bora kabisa Afrika Mashariki. Hakika maisha yanathibitisha methali isemayo, bahari haivukwi kwa kuangalia mawimbi bali kwa kuthubutu kuingia majini, na Allan Okello alisubutu. Makala hii imeandikwa na kusimuliwa kwenu na mimi Steven Kamil, na hii ni Spruce Online TV.